Vipi? Karibu sana katika sehemu yetu nyingine tena ya somo letu la day 2, siku ya pili katika safari yetu ya mapambano, safari ya kuhakikisha kwamba siku 10 za mwanzo za mwaka zinakuwa siku zenye kuleta uhakika wa mafanikio katika safari yetu ambayo tunaamini tuna hatima iliyo kuu. Tunaamini kwamba kuna mambo makubwa yanatakiwa kuja kutokea. Nikaribisha sana katika hii sehemu ya 3 tukiwa tunaikamilisha siku yetu ya pili katika mwaka mpya ambao tumeuanza. Nikaribisha sana. Of course, tumesha discuss somo letu la pili linasema kwa nini wengi wanaanza mwaka vibaya bila kujua. Somo letu mama kabisa linasema kwa nini watu wengi wanaanza mwaka vibaya bila kujua. Hili somo lina maana kubwa sana. Lina maana ya kukuonesha kwamba unaweza kuwa unakosea lakini hujui. Yaani unaweza kuwa unakosea lakini hujui. Kwa ndio lengo la hili somo. Usipoelewa kitu gani hasa ambacho tunakijadili kwenye hili somo, huwezi kuelewa kila mada ambayo nitakaileta. Na sasa hivi ndio namalizia. Kwa hiyo muktadha wa hili somo ulikuwa kwamba wengi wanaanza mwaka wanakosea, wengi wanaanza mwaka vibaya bila kujua. Unajua siku zote usipojua kosa, huwezi kujua kitu hicho sahihi. Tuna mambo mengi ya kudiscuss. Kumbuka tuna siku 10. Leo ndio siku ya pili. Haya masomo yapo kwa utaratibu. Kwa hiyo ndio safari inaendelea hivyo. Ukipuuza kitu cha kwanza, cha pili itakuwa ngumu kuelewa, kwa sababu siwezi nikakufundisha wewe sasa hivi jinsi ya kupanga malengo wakati hujui unakosea. Kwa hiyo kama umeamua kweli kubadilisha safari uliyoamua kuianza, be serious. Fuatilia, fanyia kazi maelekezo ninayokupatia. Ukiona nimeshataja kipengele cha mikakati, ukisikia tunasema sasa tunaangalia mikakati, ujue ndio tunaangalia kugeuza yale matatizo ambayo yalikuwa yanatokea. Nikisha sema kipengele cha mikakati, ujue ndio nakupatia majibu, nakupatia njia za nini cha kufanya ili usirudie yale makosa. Kwa sababu kila somo litakuwa na mkakati. Nikisha sema tu mkakati, ndio nakupa njia sasa ya kitu gani cha kufanya. Okay. Kwa hiyo sasa katika hili somo la pili tukaangalia vipengele viwili. Cha kwanza kilikuwa kinasema kuanza kwa hisia badala ya mfumo. Kama hujapata hili somo, nenda YouTube kasikilize. Ukishamaliza hili somo, kasikilize hilo somo la kwanza ambalo tuliangalia, hiyo part 1. Kuanza kwa hisia badala ya mfumo. Uone tofauti yake ni nini? Kuna tofauti ya hisia, tofauti ya mfumo. Tumeangalia hilo somo. Somo la sehemu ya pili tukaangalia kwamba matumaini yasiyo na mfumo, yasiyo na muundo, ni uongo uliovalishwa nguo nzuri. Matumaini yasiyo na mfumo. Tukaangalia tofauti ya matumaini na imani. Nimepiga sana makelele hapo mpaka nikakusomea na vifungu vya maandiko ya Mungu. Sasa tunamalizia na kitu gani? Tunamalizia na kitu kinasema, sehemu ya 3 inasema pressure ya jamii na new hype ni adui aliyevaa suti nzuri. Pressure ya jamii na new hype. Haya maneno yasikusumbue. Wewe nisikilize, tutaelewa. Utachambua vizuri sana. Wala usiogope. Relax. Nipo kwa ajili yako. Wala sipo kwa ajili ya mtu mwingine. Nipo kwa ajili yako, relax. Legeza tu akili yako iingize material. Kuna mambo mawili ambayo yanaondoa watu wengi sana kwenye ramani ya mafanikio. Ukiweza kujidhibiti
Kwenye haya mambo mawili you are going to win. Unajua, tunaishi kwenye jamii ambayo badala ya kupigania maisha yako unapigania maisha ya jamii. Badala ya kuishi maisha yako unaishi maisha ya jamii. Hii imeua ndoto za watu wengi sana. Sasa leo kwa mfano, kuna watu umesoma nao shule, wana mafanikio kupita wewe. Okay, niseme hivi, wanaonekana kama wamefanya vitu kuliko wewe. Unaacha kuishi jinsi ambavyo wewe ulivyo, unaanza kuishi jinsi wale walivyo. Ngoja nikupe mfano ambao ni mdogo kabisa. Leo hii tunapokuwa tunapigania mafanikio au tunapigania maisha tulionayo, kuna kitu kinaitwa, mimi kwa mfano labda naweza kuwa nimeanza maisha napigania tumbo langu na watoto wangu. Uko wewe ambaye unapigania kwanza watoto wa dada yako, mjomba wako, si nani, mpaka kwanza kile kizazi kingine kipite ndio uje kwako. Lazima tutakuwa tofauti. Lazima tutakuwa tofauti. Sasa bila kujiuliza hayo maswali, unaanza kujikompea na watu wengine. Unaanza kuishi maisha ya watu wengine. Sasa kitu kibaya zaidi, unaacha uhalisia, unaanza kupretend. Kuna watu leo wamechukua mikopo kwa ajili ya sifa, kwa ajili ya kuonekana. Madhara yake ni nini? Watoto wanaishi maisha magumu. Kuna mtu amechukua mikopo kwa sababu tu ya hivi vitu vinaitwa nini vya kijamii, vikundi vya kijamii. Watu watanionaje mimi? Watu wanione mimi na mimi nipo. My friend, bado hayo ni maisha ya kitoto. Hujakuwa, bado hujakuwa. Ukianza kuishi kwa nani akuone ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa nini? Utakuwa unajionyesha nje wewe ni mzuri, lakini ukirudi ndani unatukana matusi yote, unasema maneno yote mabaya, unajiua mwenyewe. Sasa basi, pointi yangu ya msingi ni nini? Kuna kitu kinaitwa pressure ya jamii na kuna kitu kinaitwa new hype. Hivi vitu vimeua, vinaua, vitaendelea kuua hatima za watu wengi sana. Moja kati ya kitu ambacho mimi nilikataa na siwezi kuishi kumsifia mtu, yaani siwezi kuishi kumuonesha mtu hata siku moja. Mimi nakumbuka, sasa hii ni kwa ajili yangu mwenyewe, sawa? Ukiichukua isokee, usipoichukua isokee. Wakati ambapo nimetangaziwa kwamba uwanja unauzwa, cha kwanza nikasema asante Mungu, kwa nini nimeambiwa mimi na sio mwingine? Nikampigia direct mtu mwenye kiwanja, hebu nimeambiwa kuna 1 2 3, ni kweli? Akasema ndio, na wiki ijayo nakuja kuwatangazia majirani hapo nione kama. Nikasema no, usije, sina budget. Nikasema hivi, na vitu viwili na Mungu atanisaidia. Kwanza, na sababu kwa nini nahitaji uwanja, umeungana na sehemu ambayo mimi na kiwanja changu kingine, kwa hiyo nitaunganisha. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ikawa kwamba nataka cha nini? Sitaki sehemu ya kuishi. Hii sehemu siwezi kuishi. Nijisemea toka zamani, nikasema hii sehemu ya kufanyia practical
za Profitable Garden na kutengeneza silabasi zangu za vyuo na kila kitu. Sababu ya tatu, nikasema huu uwanja utakuja kwa wakati sahihi. Ni wakati ambapo tulikuwa tumeanza kufanya trial ya bustani yetu kwa ajili ya jamii. Jamii imekubali, tumepata watu ambao wako tayari tuwazalishie mboga. Sisi hatuwezi kuzalisha kwa sababu eneo ni ndogo. Sababu hizo tatu zikawa zinanitosha kusema nahitaji. Let's go to the reality. Ukija kwenye uhalisia, ni kama unakataa, ni kama unakubali. Nikasema ngoja kwanza, kabla ya kwenda kwenye uhalisia, wacha nirudi kwenye kitu kinaitwa ufahamu. Ahaz. Namba moja, nina ufahamu wa kitu nachokitaka. Namba moja, ndiyo na ufahamu. Naweza kufanya bustani, bustani zimeanza kufanyika, practical imeanza kufanyika, na watu wako tayari kununua mboga. Nikasema okay. Cha pili, ikiwa nitafanikiwa kupata uwanja, nikipanua, je, patakopa na benefit? Yes. Preparation ya chuo kikuu ambacho na mpango kuja kukifanya kwa miaka ijayo. Nitaanza na academy. Okay. Nikasema, nikatangaza. Nampigia simu tena mara ya pili, kwa sababu tulivyoongea hatukufikia mwafaka. Nikasema nipe siku 10 nachukua uwanja. Usimwambie mtu yoyote, nachukua. Sina budget, ila na vitu viwili. Strong reason. Cha pili, awareness ya kitu nachotaka kufanya. Kwa nikaingia msituni kutafuta kuni. Leo tumechukua. Sasa cost to pay zilikuwa nini? Cha kwanza, nika cancel bajeti yote ya Christmas na mwaka mpya. Nikaenda kwenye familia nikamwambia hivi, maisha mazuri ya leo na maisha mazuri yote ya siku zilizobakia, yepi mnayotaka? Wakasema siku zilizobakia. Nikasema safi, nashukuru, no discussion. Nita cancel budget zifuatazo ya Christmas na mwaka mpya, nitazifanya Pasaka. Why? This is what I want to do. Maisha, mtakula kuku mnazotaka kwa sababu kuku ziko bandani, lakini vitu vitakavyohitaji kutoa pesa sitatoa. Leo tunamiliki eneo. Success needs self commitment. Ukisema kwamba mambo hayawezekani, hayatakayowezekane. Ukisema kwamba wacha nijipange, majitu yatachukua eneo na utakuja kujuta. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sio kwa ujasiri, sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu zangu, ni kwa sababu naelewa nini maana ya imani. Na nikamwambia Mungu, niko tayari kuniambia unachotaka nifanye. Na nimetangaza hii, najua ni vita, lakini najua utanisaidia. Unajua kilichotokea? Mungu akaniambia simama kwenye nafasi yako, utapata. Simple. Imefika siku moja kwenda kufanya mauzo, pesa hazitoshi. Siku za kufanya manunuzi, pesa hazitoshi. Nikamwambia lakini Mungu, siku 10 hazijaisha, inaisha saa 6. Kwa mimi bado nasimama na imani mpaka kiwezekani. Aba fanya unachotakiwa kufanya mpaka mwisho. Kosa utakaolifanya usije ukabadilisha msimamo. Kosa ambalo watu wengi mnafanya, unajua kichotokea? Mambo yakawaka. Siku 10 ambazo nilikuwa nimezitoa zikazidiwa na masaa 3 yaliyobakia kukamilisha deadline. Imagine. Imani. Nilisimama katika imani, nikasimama katika kuwajibika.
Simple and clear. Mtu leo akiniambia mafanikio yanapatikana kirahisi, naambia yepi hayo? Akiniambia mafanikio hayawezekani, sema kwako hayawezekani. Elewa unachotakiwa kufanya, fanya kama unavyotakiwa kufanya, uone kama mafanikio yatatokea. Sasa nikulete kwenye somo langu. Ni hivi, kinachoua watu wengi na hatima za watu wengi, hususan mwaka unavyoanza, kinaitwa pressure ya jamii na kitu kinaitwa new hype. Ni mambo gani yanazungumzia? Nisikilize. Napozungumzia kuhusu pressure ya jamii namaanisha nini? Ni pale ambapo unaanza au unafanya kitu kwa sababu ya watu, si kwa sababu ya mpango wako. Unafanya si kwa sababu yako, unafanya kwa sababu ya watu. Never hautakuja kuwa mkuu hata siku moja. Utaendelea kusindikiza watu wengine, utaendelea kusindikiza watu wengine mpaka siku ya mwisho. Wanasema okay, kunaweza kuwa kuna formula nyingi za mafanikio, ila formula moja itakao kufanya ufeli kila kitu kwenye maisha yako. Fanya vitu kuwafurahisha watu. Hautakaa ufanikiwe. Ziko formula nyingi za mafanikio, sawa? Iko formula moja ambayo inaua mafanikio yote. Fanya vitu kuwafurahisha watu, hautakaa ufanikiwe. Hiyo inaitwa pressure ya jamii. Inaitwa pressure ya jamii. Sikiliza, unasukumwa kile wengine wanafanya, unasukumwa kile kinachoshangiliwa. Hofu ya kuonekana umebaki nyuma ndio vinakufanya ufanye maamuzi. You will never be in success. Najua sio kitu rahisi, hata mimi haikuwa rahisi, lakini lazima tupambane. Leo nashangilia, nishapiga step nyingine ya kwanza, activity za uhakika kwa 2026. Kama kweli nataka University of Agriculture itakayoleta mapinduzi Tanzania, lazima step ndogo ndogo niziheshimu na lazima nichukue hatua. Tofauti na hapo ni stori za abunuwasi, hakuna kitakachotokea. Tutakuwa tunatiana moyo uongo na Mungu atakuwa anasema hamna kitu chochote hapa. Sasa sikiliza, badala yake nini? Unatakiwa kufanya nini? Unasukuma na kile ambacho wengine wanafanya, unasukuma kile ambacho watu wengine wanashangilia. Hofu ya kuonekana utabaki nyuma. Matokeo yake nini? Badala yake kuangalia uwezo wako halisi. Kuna mtu umetumia pesa kwenye masikukuu hovyo, unaanza sasa hivi kuhangaika, hivi watoto ndawalipaje? Ndalipaje? Bahati nzuri nilianza kufundisha masomo siku yenyewe ya mwaka mpya. Sijaanza kufundisha baada ya kuwa umeshafeli. Kuna mtu ulisikia na haukufanyia kazi, leo unajuta. Badala ya kuangalia uhalisia wa uwezo wako, unafanya vitu kwa pressure ya jamii. Unafanya vitu kwa watu watanionaje? What is watu? For what? Mtu mzima unafanya vitu kwa sababu ya pressure ya jamii. Unaua maisha yako mwenyewe, unaua kesho yako mwenyewe kwa sababu ya jamii. Watu ambao ukifeli wanakucheka badala ya kukusaidia. Watu ambao hawaji kuwa na msaada wakati ambapo tofauti kati ya tajiri na maskini iko hivi. Maskini anajifanya anaficha ukichaa wake mwanzoni, mwishoni ukichaa halisi unaonekana. Tajiri atalipa gharama za leo, kesho ndio mtajua alikuwa na akili. Kesho ndio mtajua alikuwa na akili. Sasa ishu ni moja tu, uchague ukicha wako uonekane mwanzoni au uonekane baadaye. Ni wewe unachagua.
lakini to be honest, ukichawa mwanzoni huwa unawahi kuisha. Ukichawa mwishoni kuna senti moja Kiswahili inasema ni bora dharau kuliko fedheha. Ni bora dharau kuliko fedheha. Dharau ni ya muda mfupi. Okay, basi poa, haina shida. Watoto wangu huenda hawakuvaa nguo za Krismasi, sawa, kwenye huo mtaa, ila walikula vizuri. Nini kimetokea? Si imeshaisha? Nilipewa dharau, si ndio? Sio fedheha. Kwa nini sio fedheha? Mambo yanaanza kutokea, makombora yanaanza kuwashwa, supply mboga mtaa mzima, supply mboga kijiji kizima, hadi wale ambao walikuwa naona wewe ni kichaa wanaanza kusema aisee, jamaa na akili. Angalia jamaa na miliki kuanzia hapa mpaka kule. Ndio wanajua ulikuwa na akili. Dharau ni ya muda mfupi, fedheha ni ya kudumu. Umaskini ni fedheha ya kudumu. Dharau ya kuonekana wewe ni kichao mwanzoni ni ya kitambo kidogo tu. Simple and clear. Sikiliza, angalia ratiba yako, angalia mazingira yako, usifanye vitu kwa hiyo pressure. Nini unafanya kwa sababu ya pressure ya jamii? Nafikiri umenielewa napozungumzia pressure ya jamii. Twende kwenye new hype, manake nini? Asangalia kinachotokea. Mwaka unapoanza huwa unaanza na hivi vitu viwili. Pressure ya jamii, watu watanionaje? Alafu kuna kitu kinaitwa new hype. Sasa hii nyingine, sasa hii pressure ya jamii inakutafuna kila siku kwenye maisha yako, sio tu mwaka ukianza. Lakini new hype specific kwa ajili ya mwaka. New hype manake nini? Ni msisimuko wa muda mfupi. Ni msisimuko wa muda mfupi unaotokea mwanzo wa mwaka. Asante Mungu kwa hizi 10 days, kwa sababu wakati nimejua kwamba nitakuwa na movement ya siku 10, mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwaka mimi nika zangu busy, najua hao tutawafundisha nini, kwa hata sielewi kichotokea huko mtaani, na hata sijui, sitaki kujua, kwa sababu kiwezi kunisaidia. Ni leo tu nimetoka, nimeenda mjini kutana na wakili na kuchukua nani yangu, maandishi yangu. Maisha bwana, yaani sijui bwana. Ni msisimko wa muda mfupi unaotokea mwanzo wa mwaka. Unafanya maamuzi makubwa kwa hisia za mwanzo, sio kwa hesabu. Kwa sababu gani? Hiyo new hype unajua inajengwa na kitu gani? Kwa sababu gani unafanya maamuzi ya muda mfupi bila mahesabu, kwa msisimko, kwa hisia? Unajua kwa sababu gani? Mwanzo wa mwaka huwa unakuwa na maneno vifuatavyo. Maneno ya mwaka mpya yanakumotivate. Ukienda kwenye mitandao, kila mtu, yani hata wewe mwenyewe unakuwa na inaitwa nini? Wenge. Na mimi nionekane. Yani sio mimi niko nyuma. Hapana. Unasikia hivi maneno, na mimi ni mpya bwana. Yani uonekane na wewe ni mpya. Sio mpya. Kuna tofauti kati ya kuonekana mpya na kuwa mpya. Kuonekana mpya. Malengo mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwaka wanakuwa hivi. Kila mtu anatangaza malengo, alafu hayana mpango, hayana mpangilio. Yaani kama unatangaza mwaka huu utakuwa mwaka wangu, sio nini? Kila mtu anatangaza malengo, hayana mpango. Kitu kingine inaitwa msukumo wa mitandao na marafiki. Achana wewe mwengu wa digital, rafiki yangu. Yaani marafiki mimi hata niko nyuma.
lazima na mimi ni posti, lazima na mimi jamani, nitaonekana vipi? Sisi tuna pati letu la kula kuku kila mwezi. Watu wanasubiria mwaka mpya, subiri hiyo. Wewe hiyo na jogoo langu nimeliandaa kabisa kwa ajili ya hiyo tarehe nitakayowatajia. Okay, bado nafikiria kwamba tuweke siku ambayo ndio Profitable Gari nimezaliwa au tuweke siku ambayo ni Simbo ya 99. Subirieni, mambo yatakaa sawa, msijali. Sitaki kurupuka. Nataka siku iwe ina maana. Sasa kuna vita kati ya tarehe 7 na tarehe 9. Kuna hiyo vita. Lakini pia kuna vita kati ya kitu kinaitwa, tunataka tupate siku pia ambayo watu wanaweza kuwa at least wako nyumbani. Sio kama nielewa. Kwa ni kati ya Jumamosi na Jumapili. Kuna hizo vita 3. Lakini naamini nitashinda. Ngoja nisipe sana ikatumia akili yangu nyingi, lakini hapo katikati nitakuwa nishapata jibu. Kwa hiyo usijali. Utapata tu kuelewa. Siku ya kula kuku. Siku ya kucelebrate. Yaani tunakula kuku kila mwezi. Oho. Sikiliza, mtu anapata hayo maneno, lakini hayo malengo, sijui mihemko, sijui hisia, hana ratiba, hazina nidhamu, huisha haraka. Mfano, mtu unaandika malengo tarehe 1 Januari, lakini ikifika Januari tarehe 20 hauna hata lengo moja linaloendelea. Tarehe 1 umeandika malengo, posti, inaitwa new hype, posti. Ikifika tarehe 20 hamna kinachoendelea. Ndio kwanza jamaa kasahau, hajui hata kama yeye ndio maisha haya inaitwa new hype. Kila mwanzo wa mwaka mitandao inajaa kauli. Kila mwanzo wa mwaka watu wanaandika malengo hadharani. Kila mwanzo wa mwaka pressure ya na mimi nianze kitu inaongezeka. Yaani sikiliza, sio kama ulipanga kuna kitu taanza, ya mimi nianze kitu inaongezeka. Kila mwanzo wa mwaka inaitwa new hype. Lakini hakuna anayekuuliza una mfumo wa kutekeleza. Hakuna anayekuuliza yatatokeaje. Hapo ndio changamoto. Fuatilia hii mikesha ambayo ilikuwa inaendelea na inayoendelea. Sijui kama wapo ambao wana semina walizonazo na maombi. Sio semina ya kujua tunafanikishaje. Hawana semina za ujasiriamali. Hawana semina za tunaita nini hizi? Hawana financial advisors. Hawana coaches kwa sababu huwezi kufanikiwa kwa semina ya siku 2. Huwezi kufanikiwa kwa motivation ya siku moja usiku kabla ya kwenda kwenye mwaka. Hakuna ya mambo. Unafanikiwa kwa kuwa na mkakati ambao uko strong, na unafanikiwa kwa kuwa na watu watakao kushika mkono. Sasa hakuna semina, kuna maombi, yanaendelea maombi. Na inaitwa nini nyingine? Ile hisia za mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwaka na katikati hapo. Wakizidi sana siku 3 hapo. Kuna wale ambao wanaendaga siku 21, labda sijui na nini. Ikifika mwezi wa pili, hola, hamna kitu. Mwisho wa mwaka yale tu. Hakuna anayekuuliza. Hakuna anayekuuliza yatatokeaje. Hebu nipe mkakati wako uko wapi? Sawa, haya ndio malengo yako ya matokeo. Haya, niambie utafanya nini kitakachosababisha haya mambo yatokee. Niambie hapa. Hakuna anayehangaika na hayo mambo. Jamii inapenda matokeo. Jamii inapenda hadithi fupi. Unajua mimi nafundisha Instagram, haitakiwi. Wanasema ya masomo yafundishwe YouTube kwa sababu watu wa Instagram hawawezi kufuatilia. Hakuna. Kwa nini? Wanasema Instagram wanapenda watu mambo ya tips. Tips. Ndio zitaenda viral. Mimi sio mtu wa viral ndugu yangu. Siamini katika hayo mambo.
hapa nitapata wawili, nitapata watatu. Hao ndio watu wanaoenda kutoboa. Aliyekwambia nani mafanikio ni ya watu wengi? Nani kasema? Aliyekwambia nani eti mafanikio atakuwa na watu wengi? Vichekesho, vitu vingine, mambo sijui ya umbea ndio yanakuwa na watu wengi. Si vitu rahisi. Wanaotengeneza kazi, aliyekwambia nani wanakuwa wengi? Wanaotengeneza kazi wanatafuta nini cha kufanya vitu vitokee. Wanaotafuta kazi hata kuumiza akili. Vibarua hawataki kuumiza akili. Mashabiki hawataki kuumiza akili. Followers hawataki kuumiza akili. Simple and clear. Jamii inapenda matokeo, haitaki mchakato. Jamii inapenda hadithi fupi fupi, inapenda motivation. Siwezi nika kumotivate lisaa lizima, na kumotivate ni lisaa lizima, na kufundisha hatua kwa hatua kitu gani ufanye, kitu gani usifanye. Hiyo sio motivation, hiyo inaitwa inspiration. Yaani na kulazimisha ufikiri kutoka ndani. Ukisema unafanya, kweli unafanya. Sio unafanya hapo, kitoka hapo umeshasahau. Hamna. Ukisahau kesho ukija unacho. Ukijikoroga tu kanifuatilia kingine. Hivyo hapo kingine. Ndio maana siwezi nikafanya nani ya siku moja au siku mbili. Siku 10. Siku 10 lazima zikuingie. Yaani kama wewe ni mtu ambaye uko serious, yaani vitakuingia tu. Kwa sababu unajifanya na yumba hapo mwanzo, ukijikoroga tu kaingia unacho. Hiyo sio motivation. Hizo ni motivation. Nisikilize uone kama ni motivation. Unatakiwa uambiwe kitu gani cha kufanya na ukafanye, ndio tana matokeo. Sikiliza, tunataka mambo makubwa rafiki yangu. Kama mtu leo anaweza kaendesha gari la milioni 200, milioni 100, hili gari haliji kwa motivation, linakuja kwa principles. Leo tunataka watu ambao watatengeneza ajira. Yaani mtu ambaye anakuja kutengeneza kazi. Si ndio? Mtu anaingia kwenye mradi wa kuku, anafuga kuku. Jamaa siku ya sikukuu anauza kuku. Na mwanafunzi wangu anaitwa Wilbert, yuko Dar es Salaam. Nilikuwa naongea naye juzi kabla ya mwaka mpya. Leo sijaongea naye. Nilikuwa na chat naye tu kwenye day. Kwenye Christmas kauza kuku kitu kama 75, majogoo 75. Hebu imagine kama ameuza kila kuku shilingi alikuwa anauza 20,000, 15,000, 25,000. Mwanafunzi wangu huyu. Na yeye alikuwa pastori yake siku moja. Kauza kuku 75. Si unanielewa? Fanya tu 75 mara 20 ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Piga hesabu niandikie hapa. Tunazungumzia watu kama hao. Hawa hawahitaji motivation, wanahitaji mwalimu nifanye nini nitoboe. Simple and clear. Hao ndio watu wanaotafutwa. Hao ndio watasababisha wapiga makofi wapate kazi, wakashibe na wao, kwa sababu hata ukishangilia au ukiwa mfuasi siyo nini, njaa itauma tu. Sasa kwa sababu njaa itauma, lazima wawepo watu wa kutengeneza kazi. Ndio sisi tunajiandaa hapa sasa hivi. Simple. Sasa basi, jamii inapenda matokeo, inapenda hadithi fupi. Jamii inapenda kuonekana, lakini haitaki kusikia mambo yafuatayo. Haitaki kusikia uchovu wa mchakato. Ukisema hawa na kiwanja wanashangilia. Ukianza kuambia nilibana sijui hiki na kiambia oho, kuna kubana tena. Mungu wangu. Hawataki kusikia. Hawataki kusikia gharama za nidhamu. Hataki kusikia gharama za nidhamu. Huwezi ukafundisha masaa 3 kwa siku kwa watu wazima, halafu ukawa unazulazula tu mtaani kwenye vijiwe na kila sehemu. Alafu uje ufundishe watu wazima wakusikilize. Kuna cost of discipline to pay. Zipo gharama za nidhamu za kulipa. Lazima ulipe. Usipolipa huna.
Jamii haitaki kusikia hayo masuala, haitaki kabisa. 1.5 million. Sasa je, hiyo pesa mtu katengeneza ndani ya sikukuu? Mwingine ameenda kutumia pesa, mwingine anaingiza pesa. Ndio tunataka hayo mambo. Jamii haitaki kusikia gharama za nidhamu. Jamii haitaki matokeo ya katikati, ups and down. Inataka matokeo ya mwisho zaidi sana. Tunasema hivi, hype ya mwaka mpya inakufanya uanze haraka, uanze kwa ukubwa, uanze kwa kujilinganisha na wengine, badala ya kuanza kiusahihi, badala ya kuanza kwa uwezo wako, badala ya kuanza kwa mfumo wako. Sasa tunasema hivi, hype inakukimbiza kabla hujajua unaenda wapi. Wengi wanaanza safari wasizojua wanaenda wapi. Ndio maana tunakuwa na jamii ambayo yote inaingia kwenye mwelekeo fulani, alafu ikifika mwezi wa kwanza wanashtuka kwamba mbona nilitumia hela nyingi hivyo? Aisee, mnaanza kuwaonea walimu wa shule. Mwalimu mkuu, unajua nimepata janga. Janga wapi? Umeingia kwenye safari ambayo haikuwa yako. Lipa ada za watoto. Janga wapi? Kailipe ada za watoto. Wengi kwa sababu ya new year hype wanakimbia mbio ambazo hawajui wanakoelekea. Hajui anaelekea wapi, hajui. Sasa kwa sentensi moja kabisa ni hivi, pressure ya jamii na new hype ni kelele. Iandike, inaomba nitairudia mara 2 mara 3. Pressure ya jamii na new hype ni kelele zinazokufanya uanze vibaya kabla hujajipanga. Narudia mara 2. Pressure ya jamii na new hype ni kelele zinazokufanya uanze vibaya kabla hujajipanga. Haya, kitu kingine, siku zote usianze kwa sababu mwaka umeanza. Anza kwa sababu umejipanga. Unajua, haya masomo yanaendelea kuwasaidia baadhi ya watu watakao kurupuka, ambao tayari wameshakurupuka, wengine wanaungulia maumivu, lakini kuna wale ambao na wao wataka kukurupuka. Si kwa sababu mwaka umeanza ndio uanze projekti. Hapana. Eti kwa sababu ulianza ni mwaka mpya ndio garantia ya kufanikiwa. No, garantia ya kufanikiwa sio kwa sababu umeanza kwa sababu ni mwaka mpya. Garantia ya kufanikiwa ni kufanya unachojua kwamba hiki ndio unachofanya. Ni kufanya ukiwa na uelewa. Hiyo ndio garantia ya mafanikio. Hakuna mahusiano kati ya mwaka kuanza mpya na mtu kufanikiwa. Hakuna hayo mahusiano. Naomba nirudie hii point. Usianze kwa sababu mwaka umeanza. Anza kwa sababu umejipanga. Tuangalie mfano halisi wa maisha ya kila siku. Mtu anaona rafiki ameanzisha biashara, jirani ameanza mradi, watu wanaposti mafanikio anasema na mimi lazima nianze kitu, lakini hajui gharama halisi, hana muda na hicho kitu, hana soko. Baada ya miezi michache tu anaacha kimya kimya, taratibu anaacha. So jamaa vipi? Una jamaa siku hizi havumi. Yuko wapi siku hizi?
kashakimbia. Anaumia kifedha, si alikurupuka? Anaumia kifedha, anatesa watoto, anakati kosti ambazo zilikuwa zina ulazima kwa sababu ya ujinga. Kingine, anaona aibu kuzungumza. Anaona aibu kuzungumza. Sasa kurupuka. Alianza kwa pressure, sio kwa maamuzi. Alianza kwa pressure, sio kwa maamuzi. Usiwe wewe, na Mungu akusaidie ushinde na utoke hapo. Sema amina. Sema amina hapo kwenye comment. Usiwe wewe, fanya vitu kama mtu mzima. Mwaka usikutishie kitu. Na kwa kwenye mentorship nimewahi kuwasimulia kwamba kwenye programu yetu uliwekwa mkakati ambao malengo ya mwaka mzima yanaweza katimizwa ndani ya miezi mitatu. Kumbe mwaka mzima una uwezo wa kutimiza malengo ya miaka minne ndani ya mwaka mmoja. Ililetwa plani, uliletwa mkakati, tukasema this is what we need. Leo sijai kuwa na pressure ya mwaka. Nikiamua kutimiza malengo ya miezi mitatu ndani ya wiki naweza. Najua nitafunga mkanda kwenye 1, 2, 3. Twende kazi. Kwa nini utishiwe na pressure ya mwaka? Unatishiwa na pressure ya mwaka. Majitu malengo ya mwaka wanatimiza miezi mitatu. Kivipi? Ufahamu. Majitu yapo capacity strong. Majitu yana nguvu, yana ufahamu wa maana. Wanajua jinsi ya kufanya vitu vitokee. Jenga uwezo wako. Chana kutishiwa na hype za ajabu kwa mtaani. Ukijenga ufahamu, watakimbia watakukuta. Watakimbia, utawakuta na utawaacha na utawapa kazi. Jenga ufahamu. Achana mambo ya hisia. Jenga ufahamu. Vitu vikubwa haviamuliwi kwa hisia, haviamuliwi kwa kelele, vinaamuliwa na capacity kwenye akili. Simple. Kwa mfano, kesi study ya bustani. Kuiga bila mazingira. Mtu anaona mtandaoni, mtu ana bustani ya nyanya, ana mavuno makubwa. Kinachotokea nini? Anakopi. Akishaiga bila kujua hali ya udongo wake, bila kujua maji yake, bila kujua soko lake, matokeo yake nini? Magonjwa yanaongezeka, mavuno hayauziki, hasara inaonekana. Simple. Aliiga picha ila hakuwa na mwongozo wa bustani. Mbona ujinga unaotokea huko mtaani? Achana na hivyo vitu. Achana navyo. Achana na hivyo vitu. Wekeza kwenye akili. Si wanajifanya wanakuona wewe ni kichaa. Utaona nani kichaa sasa. Nani kichaa? Muda usemagi uongo. Ukikopi vitu vya watu, ukaanza muda utaongea, utaumbuka. Ukianza kuwekeza kwenye ufahamu, hakuna anayekuona. Sawa? Sasa hivi si unanifuatilia? Si unaandika, unatunza, najua unaumia. Najua kabisa haya masomo hata mwenyewe ananikata maini. Umenielewa ndugu yangu? Hata mwenyewe najua kabisa unaumia na najua nakuumiza. Tena kuna wakati nasema mwalimu si ulegeze kidogo, na mimi ndio nakazia hapo. Najua kabisa. Kwa sababu hakuna
dawa ya mtu mzima tamu, lakini angalia matokeo yake. Taratibu unaanza kuinua simba aliye ndani yako. Taratibu unaanza kufanya vitu vinaanza kutokea. Taratibu unaanza kuuzia majirani watatu mboga. Baada ya muda mtaa, baada ya muda nasema baada ya muda unaanza kupaki, unaanza kuuza majogoo, unaanza kuuza mayai. Baada ya muda tunazungumzia mtu mwenye kampuni. Baada ya muda tunazungumzia mtu ambaye anafanya vitu vikubwa. Haiwezi kutokea kwa kuambiwa vitu rahisi rahisi. No, vinatokea kwa kuumia. Sasa hivi yaani unasoma vinaingia mpaka unasema Mungu wangu, mbona sasa naweza kuhimili? Ndio maana upo, ndio maana upo. Haya, kwenye kuku anaangalia trendi. Kuna kitu kinaitwa trendi. Trendi ni vitu vinavyovuma. Wengi waanza kufuga kwa sababu ya trendi, vitu vinavuma, kwa sababu mtu alipata faida na anataka kufanya kwa sababu tu ameona kuna mtu amepata faida na anataka kufanya. Sinishakwambia pale jamii nataka matokeo. Haya, twende kazi. Lakini hajajiuliza ni muda gani atakuwa na muda gani kila siku. Hajajiuliza ana pesa ya kuwatunza, hataki. Hajajiuliza ana ufahamu kiasi gani kuhusu magonjwa, hataki kujiuliza. Hajajiuliza je, anaelewa chochote kuhusiana na management ya chakula na lishe, hajui. Amesikia tu aisee kuna jamaa amekuwa tajiri kwa kuku, jamaa amekuwa hivi. Hizi stories za kwamba kuna biashara fulani imemlipa fulani na mimi nitanilipa, hivi nani aliwadanganya? Kila biashara, kwani niliwafundisha formula leo hapa? Sijui niliwafundisha? Yes, haijafutika hii hapa, hata sijafuta. Ngoja nirudie kwa haraka haraka. Niliwafundisha mafanikio sio bahati. Hii formula niliwafundisha kabisa. Nilisema hivi, mafanikio lazima uwe na idea ya biashara na wewe utahusika. Mafanikio kwa 100%, idea yoyote ya biashara inachangia 20% tu. 80% inachangiwa na bidii yako, maarifa na mtazamo ulionao. Simple. Asa wengi wanaanza kwa trend. Inalipa bwana. Ndio. Aisha inalipa bwana. Imemlipa fulani. Acha kabisa bwana. Chochote utakachokifanya ukiweza kutatua tatizo la mtu kitakulipa. Simple formula. Cha kwanza kabisa unaanzisha project, unatatua tatizo la mtu, si ndio? Unajua inafanya kazi. Baada ya hapo tafuta namna ambavyo utatatua matatizo ya watu wengi zaidi. Simple and clear. Kanuni ya mafanikio iko hivi. Tafuta kitu ambacho unatatua tatizo la mtu. Ukishapata ile formula, namba 2, fanya namna ambavyo utaweza kutatua matatizo ya watu wengi zaidi. Basi nimewambia hivi, sisi tumeanzisha bustani, tunalisha watu, wametuzidi, wateja wametuzidi. Tunafanya nini sasa hivi? Tunatafuta namna ya kuwazidi wao, sio sisi watuzidi. Tunafanyaje? Tuna extend garden. Basi simple and clear. Tuna extend garden. Basi unaendaje kwa trend? Unaendaje kwa trend? Kuna yale majitu majinga yataanza kukopi biashara. Aisi jamaa napata hela kwenye mboga. Kopini. Kuna wale watakao sema tuko tayari kujifunza. Watafundishwa. Kwa sababu ni moja kati ya kazi yetu. Wale wanataka kukopi. Wanaishaga wapi? Wanaishia mitini. Vitu vyote vinavyoweza kuleta pesa imara, pesa strong, huwa vikopiki. Kwa sababu gani? Vina principle, vina formula. Huwezi kukopi formula. Formula inatengenezwa, formula huwezi kukopi. Hata wote tukifanya biashara moja, hata siku moja, utakopi kila kitu Azi anafanya. Utakopi formula ya biashara yake. Hata ukilala unajihimu, utakaa ufanye. Lazima ukae chini, ujifunze
na ufundishike. Hapo utatoboa. Tofauti na hapo hakuna kitu, hakuna kitu. Baada ya hapo sasa, huyu mtu ambaye alikopi mambo ya kuku, baada ya hapo anaanza kukimbizana na gharama, anakosa ratiba, anakata tamaa. Kwa sababu gani? Kilichovuma sicho alichokilipia. Jambo la muhimu, ukianza kwa sababu watu, utaacha kwa sababu ya watu. Full stop. Ukianza kwa sababu ya watu, ulianza kwa ajili ya kuwafurahisha watu, utaacha kwa sababu watu watakucheka. Ni bora tu ujipange tu. Achana mambo kurupuka, kusema watu watanionaje. Watu watakuonaje wewe nani? Ili waje. Wana mchango gani? Wanasaidia nini? Mtu anayejitambua au naita kiongozi wa mapambano, ambao ndio wewe na mimi, haongozwi na kelele, anaongozwa na maamuzi yenye mpangilio. Haongozwi na kelele, anaongozwa na maamuzi yenye mpangilio. Huyu mtu anajua nafasi ya kujiandaa ndio itakayopelekea apate anachokitaka, sio kukurupuka. Huyu ndio kiongozi wa mapambano. Simple and clear. Haya, nisikilize vizuri sasa, ndio malizia somo langu. Mkakati wa uhakika sasa. Wale ambao tuko serious, tunataka sasa tukaamue kufanya vitu vitokee. Mkakati namba 1. Chelewesha maamuzi. Ukigundua upo kwenye mtego wa hype, si ndio? Usifanye maamuzi haraka. Chelewesha maamuzi. Sasa kuna tafiti nyingi zimefanyika. Kuna tafiti ya masaa 72 na kuna tafiti ya siku 48. Inategemea na maamuzi yako ni makubwa kiasi gani. Lakini huu ni mkakati namba 1. Chelewesha maamuzi. Umenielewa? Maana yake nini? Pressure na hype huamsha hisia. Pressure na hype hupunguza uwezo wa kufikiri kwa mantiki. Tunaita logical thinking. Pressure, tunasema hivi, pressure na new hype inapunguza uwezo wako wa kufikiri. Kwa sababu kila wakati ambako hisia zipo juu, akili inashuka. Uwezo wa akili unapungua. Sasa basi, unafanya nini? Pressure pia na hype kukufanya uanze kabla ya kupima gharama. Ukishajikuta kwamba wewe upo kwenye hype, fanya kitu kimoja. Chelewesha maamuzi. Haya. Nimesema kati ya masaa 72 mpaka siku 48, inategemea na maamuzi yako ni makubwa kiasi gani, au sio? Sasa nini kinatokea ukitoa muda? Ukitoa muda cha mantiki. Namba 2, utatenganisha kati ya hamasa na uhalisia. Utatenganisha kati ya hamasa na uhalisia, kwamba hii ni hamasa. Jamani, mnanipata? Mnanisikia? Mnaona kinachoendelea? Maana naona kama network ilicheza. Nitafurahi kuona comment kama